Praise the Lord. Praise the Lord. Na kusalimu katika jina la Kristo Yesu. Mahali popote ulipo katika nchi yetu ya Kenya na nje ya taifa letu la Kenya. Majina yangu ninaitwa Pastor Dohio. Nimeokoka, ninashukuru Bwana kwa sababu ya wema wake na fadhili zake na upendo wake katika jina la Kristo Yesu. Na ningependa nichukue nafasi hii kukaribishe katika ushirika wetu wa siku ya leo Wednesday hapa Christian Foundation Fellowship upande wa Gikabura katika jina la Kristo Yesu. Na ninaamini ya kwamba utabarikiwa mahali popote ulipo. Unapolipokea neno la Bwana litakuwa baraka katika maisha yako katika jina la Kristo Yesu. Ningependa nikaweze kuomba alafu kuingie katika neno. Baba, kwa jina la Kristo Yesu, nakushukuru uketie juu mbinguni kwa kiti chako cha enzi. Ninakuinua Mfalme, ninakuinamia kwa sababu wewe ni mtakatifu na hakuna mwingine aliye kama wewe. Pokea sifa kwa sababu ya nafasi umetupatia hapa kanisani katika ushirika wetu katika jina la Yesu. Ninaomba ukatubariki sote pamoja na wale wanatutazama. Mungu wa mbinguni, ukatunenee kulingana na mapenzi yako. Na ninaomba Roho wako Mtakatifu akaweze kunisaidia kunenea watu wako, Mfalme Mungu wa milele, katika jina la Kristo Yesu. Naamini ya kwamba neno lako lina nguvu na lina uwezo wa kubadilisha hali na maisha ya watu Bwana. Katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Mungu akubariki sana kwa sababu ya kuingia online pamoja nami katika ushirika wetu katika jina la Kristo Yesu. Najua ya kwamba utabarikiwa na unaweza kuwa baraka kwa ushirika huu ama kwa hili neno, kwa kushare kwa marafiki wako katika jina la Kristo Yesu, ili unapobarikiwa pia na wao wakaweze kubarikiwa katika jina la Kristo Yesu. Kwa zile dakika nitasimama mahali hapa, ningependa kuongea ujumbe unasema siri ya kujibiwa maombi. Siri ya kujibiwa maombi. Bwana apewe sifa. Kwa sababu wakati mwingi tunaomba, lakini unaona kana kwamba maombi yako haijibiwi. Bwana apewe sifa. Na mwimbaji akaimba akasema ya kwamba Mungu hujibu maombi. Na ni kweli, hata tukisoma katika maandiko watu wote waliomba, tunaona Mungu akijibu maombi yao. Bwana apewe sifa. Pia na wewe na mimi tunapoingia katika maombi, Mungu anasema ya kwamba atajibu. Lakini kuna siri ya kujibiwa hiyo maombi. Ni mambo gani unatakikana kuwa naye katika maisha yako? Bwana atukuzwe. Kuna jambo moja limeandikwa katika kitabu cha Yakobo, in the book of James, Yakobo 1 na mstari wa 6. Yakobo 1 na mstari wa 6. Bwana apewe sifa. Ukisoma mstari wa 5 inasema, inaongea habari ya kupungukiwa. Unapopungukiwa na hekima, Biblia inasema ya kwamba uombe. Haleluya, uombe na ndio upate hiyo hekima. Unaona ya kwamba umepungukiwa, unastahili kufanya nini? Mstari wa 6 inasema ya kwamba ila na aombe kwa imani. So maombi yako ndio ijibiwe, lazima uombe kwa imani. Haleluya, si kuomba kwa kuona na macho hii ya mwili, but we pray in faith. Bwana apewe sifa. Unaingia katika maombi ukiwa na imani, number 1, na Mungu wako. Bwana apewe sifa. Number 2, unaamini ya kwamba ukiomba utajibiwa, ama ukiomba chochote utapewa. Bwana apewe sifa. So kitu cha kwanza katika maombi yako ni kitu kinaitwa imani, na hiyo ndiyo siri ya kujibiwa maombi yako. Kwa maana maandiko inasema aombe kwa imani pasipo
shaka yeyote. Unaweza sema ya kwamba unaingia katika maombi, lakini moyoni mwako uko 50-50, yani hauna imani, hauamini kana kwamba hilo jambo litafanyika. Na ndio maandiko inasema uombe pasipo shaka yeyote. Na kwa sababu shaka huwa inazuilia maombi kujibiwa, lakini ukiomba kwa imani, maombi yako itajibiwa. Bwana apewe sifa. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililosukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Bwana apewe sifa. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. So tunaona ya kwamba siri ya kujibiwa maombi namba 1 ni kuomba kwa imani. Bwana apewe sifa. Uondoe shaka ndani ya moyo wako unapoingia katika any prayer that you make before God. Pray by faith. Ondoa any doubt in your prayers. Then believe in God, na utaona mkono wa Bwana. Utaona maombi yako yakijibiwa, kwa maana Mungu anajibu maombi kwa wakati wake. Bwana apewe sifa. Unaweza kuwa umeomba kwa siku nyingi na pia maombi yako haijibiwi, lakini ni vyema kuelewa hata tukiomba kwa imani, Mungu anajibu maombi kwa wakati wake. Bwana apewe sifa. Jambo la pili, maandiko inatuonyesha ama siri ingine ya kufanya maombi yako ijibiwe na Bwana. Imeandikwa katika kitabu cha Yohana, in the book of John 15 and verse 7. Siri ingine imeandikwa hapa ndio Mungu ajibu maombi. Biblia inasema ya kwamba ninyi mkikaa ndani yangu. So tunaona ya kwamba siri ingine ya kufanya maombi ijibiwe ni kukaa ndani ya Mungu. Bwana apewe sifa. Hapana omba Mungu ukiwa nje kwa nje yake. Ni vizuri kukaa ndani ya Mungu. Kaa ukikojea Mungu ukiwa ndani yake, usiondoke. Bwana apewe sifa. Ninyi mkikaa ndani yangu, namba 2, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Bwana apewe sifa. Maandiko inatufundisha habari ya kukaa ndani ya Mungu, na ikaongea jambo lingine, na maneno ya Mungu yakae ndani yetu. The word of God to dwell in our heart. Bwana apewe sifa. Hiyo itafanya Mungu ajibu maombi katika maisha yako. Bwana apewe sifa. Kuna watu wengine wanasema wanaomba, but wako nje ya Mungu. So Mungu akiangalia anashindwa, huyu mtu ananiomba akiwa wapi? Ni vyema kukaa ndani ya Mungu. Na ukumbuke wewe umeingia saa hii, unanitazama saa hii, naongea siri ya kujibiwa maombi na Mungu. Bwana apewe sifa. Na tumeona ya kwanza ni kuomba kwa imani. Namba 2 ni kukaa ndani ya Mungu. Bwana apewe sifa. Namba 3 ni maneno, the word of God, ikae ndani yako. Haleluya. Ndio Wakolosai inasema ya kwamba washa neno la Mungu likae kwa wingi ndani ya moyo wako. Bwana atukuzwe. So tunaona ya kwamba tukikaa ndani ya Mungu, maandiko inasema omba lolote utakalo na lote, nawe utatendewa. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo Mungu atajibu hii maombi kwa sababu umekaa ndani yake, kwa sababu neno lake limekaa ndani yako. Bwana atukuzwe. Jambo la 4 tunaona katika kitabu cha 1 John, in the book of 1 John chapter 3 and verse 22. Siri ingine ya kufanya maombi
ijibiwe. Maandiko inasema, na lolote tuombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Tunaona siri ingine mahali hapa inafanya Mungu ajibu maombi yetu ni katika kutii. Bwana apewe sifa. Ukiwa mtu wa kutii amri na sheria za Mwenyezi Mungu, haleluya, maombi yako itajibiwa. Bwana atukuzwe. Ningependa ukaweze kuangalia kila maombi umeomba mbele za Mungu. Je, imejibiwa? Angalia hatua hizi zote, angalia hizi siri zote, uone kana kwamba umeomba kwa shaka, umeomba ukiwa nje ya Mungu, ama umekuwa mtu ambaye si mtiifu. Hallelujah. Because lack of obedience inazuilia maombi kujibiwa. Bwana atukuzwe. And that's why the Bible says that ya kwamba kutii ni bora kuliko dhabihu. So kutii kunafanya Mungu ajibu maombi. Bwana apewe sifa. So Mungu huwa anashukia watu ambao ni disobedient. They cannot obey their God. They cannot obey any authority. Bwana atukuzwe. So maombi yako ukiomba utashindwa. Why there is delay in your prayers? Because kwa sababu wewe hautii, wewe sio mtiifu. Haleluya. Kitu ambaye tunastahili kuomba Mungu sana atusaidie ni tupate moyo wa utiifu. Bwana apewe sifa. The heart of obedience. Kwa maana amesema ya kwamba tukiomba tuwapokea kwake. Tunaomba kwa Mungu na tunapokea kwake. Kwa sababu gani? Twashika amri zake zote na kutenda yapendezayo. So unaweza kuwa ya kwamba hautendi kulingana na vile Mungu anasema, kwa sababu ako na amri zake. Kuna ile mambo ametuamurisha ya kwamba tunastahili kufanya. Kuna zile sheria amesema tunastahili kuzifuata, but unapata watu hawatii amri ya Mungu, hawafuati sheria za Mungu. Nawe ukienda mbele za Mungu utapata kuna delay katika maombi yako. Bwana apewe sifa. So siri ya ile ya kujibiwa maombi yako ni kuwa mtiifu. Bwana apewe sifa na kufanya yale mambo inapendeza Mungu. Bwana atukuzwe. Kwa sababu unaweza kuwa unaomba lakini ifike mahali uvunjike moyo kwa kuona maombi yako haijibiwi. Ni vizuri kuangalia hii mambo yote ninakunenea siku ya leo katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu ainuliwe sana. Jambo lingine linafanya Mungu ajibu maombi. Bwana apewe sifa. Jambo la 5, in the same book of 1 John chapter 5 and verse 14. 1 John chapter 5 and verse 14 inasema ya kwamba, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake. This is the confidence that we have in God, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. So tunaona jambo lingine limeandikwa hapa, ni wakati unaomba kwa mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Unajua kuna maombi mengine unaweza omba but it is not in the will of God. Hallelujah. Angalia hata wakati Yesu alipoingia katika maombi kwa kuona ile mateso iliyokuwa mbele yake. Hallelujah. Akaona kikombe cha mashida mengi sana mbele yake mpaka akapanda kwa mlima akaenda kuomba Mungu. Lakini kuna jambo moja aliomba, aliambia Mungu, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee hii kikombe. Bwana atukuzwe, naomba kiondoke. So Jesus aliomba kwa mapenzi ya Mungu. What about you? Ile maombi unaomba, je, ni mapenzi ya Mungu? Bwana atukuzwe. Kwa maana Biblia inasema tukiomba kitu chochote sawa sawa na mapenzi ya Mungu,
maandiko inasema anatusikia. So akisikia atajibu maombi. Bwana wetu apewe sifa. So it is good to pray in the will of God. Hallelujah. Omba kwa mapenzi ya Mungu. Hiyo kitu unaomba siku ya leo inakukosesha hata usingizi. Je, ni kwa mapenzi ya Mungu? Hallelujah. Na ikiwa ni mapenzi ya Mungu, atasikia na atajibu. Bwana wetu apewe sifa. Hallelujah. Tunaongea habari ya siri za kujibiwa maombi. Angalia katika Biblia. Utaona, na ukianza kufanya hii mambo yote, utaona maombi yako ikiwa inajibiwa kwa wakati wake. Bwana apewe sifa. So ni vyema kuomba kwa mapenzi ya Mungu. Omba kwa mapenzi ya Mungu. Kila jambo unaombea katika maisha yako, whether ni kazi unaombea, whether ni vita iko mbele yako unaomba, whether ni shida yoyote, ama ni magonjwa, ama ni nini, omba kwa mapenzi ya Mungu. Because the confidence that we have ni ya kwamba tukiomba jambo lolote sawa sawa na mapenzi ya Mungu, anatusikia. Bwana atukuzwe. Amen. Ni vizuri kujiuliza maswali. Maombi unaomba, je, kwa nini Mungu hajibu? Je, unaomba kwa mapenzi ya Mungu? Bwana wetu ainuliwe sana. Jambo lingine la sita ambaye tunaona hapa limeandikwa katika kitabu cha Marko. Mark 11 and verse 25. Mark 11 and verse 25 inasema ya kwamba, nani kila msimamapo na kusali. Wakati the Bible says when you stand pray. Hallelujah. Sasa hii hata ukienda kulala utaomba. Hata kuna mwingine anaingia kwa maombi dakika hii. But the Bible says when you stand in pray, what are you supposed to do? Ndio Mungu aweze kujibu hiyo maombi. Anasema ya kwamba forgive. Amen. Kwa hiyo siri ingine ya kujibiwa maombi yako ni wakati unasimama kuomba. Ombi lolote mbele za Mungu, number 1, forgive. Bwana apewe sifa. Kwa maana kutosamehe ni kizuizi kikubwa cha kuzuilia maombi yetu kujibiwa na Bwana. Kwa sababu wengi tunaenda mbele za Bwana na mioyo yetu ikiwa imebebana, yani ikiwa na mambo mazito, yani umekosewa, hautaki kusamehe. Wacha nikuambie, kutosamehe kunazuilia maombi yetu kujibiwa na Bwana. Bwana wetu amesifa. So wakati unaingia katika maombi, kabla ya kufanya jambo lolote, forgive ndani ya moyo wako. Samehe watu. Samehe watu. Najua ni jambo nzito na ni neno nzito sana, lakini hiyo jambo ndio litafanya Mungu ajibu maombi yako. Bwana wetu amesifa. Usiposamehe, hata ukienda mbele za Mungu, hata ulie namna gani, hata ufuke siku gani, kama wewe si wa kusamehe, hiyo maombi utasikia ikiwa na hukumu, na utaomba na utakwazika ndani ya moyo wako. Kwa sababu gani? Umesimama mbele za Mungu na wewe hausamehe. Ni vyema mpendwa, forgive katika jina la Kristo Yesu, na ukisamehe utaona Mungu akijibu maombi yako katika jina la Kristo Yesu. Wakati wote unaingia katika maombi, kabla ya kufanya lolote, unastahili kusamehe. Uangalie nani amekukosea, wakati wamekukosea, mambo gani umesikia na masikio yako, imenenwa na marafiki wako, imenenwa na watu wenu. Biblia inasema ukiingia kwa maombi, ndio hiyo maombi isiwe ya bure, na ndio usikaukiwe katika hiyo maombi. Samehe ndani ya moyo wako. Biblia inasema ya kwamba sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Imagine Mungu anajua ya kwamba hata wewe ni mwenye dhambi, ndio aweze kukusamehe, lazima kwanza usamehe watu. Bwana atukuzwe. Ukiwa na neno lolote na watu, wasamehe, ndio Baba yako aliye mbinguni aweze kukusamehe.
katika jina la Kristo Yesu. Na Biblia inasema ya kwamba lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Angalia vile maandiko inasema vizuri ya kwamba usiposamehe, imagine Mungu hata ukienda mbele zake Bwana kumwambia nisamehe hii dhambi, hata kusamehe. Bwana atukuzwe, hata kusamehe, kwa sababu na wewe moyo wako hausamehi watu. Na ndio unaona maombi yako iko na delay kwa sababu ya kutosamehe katika jina la Kristo Yesu. Jambo lingine maandiko inatuonyesha ni ya kwamba ni vizuri kudumu katika maombi. Ni vizuri kudumu katika maombi. Bwana apewe sifa. Ni vyema kudumu katika maombi. Unasamehe na unazidi na kuomba. Bwana wetu ainuliwe sana. Hiyo jambo lingine ni kuwa na moyo safi. Unapoenda mbele za Bwana uwe na moyo safi. To have a pure heart. Biblia inasema Psalm 66 and verse 18, kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingenisikia. Bwana apesi. So unapoenda mbele za Bwana kuomba, ni vizuri moyo wako uwe msafi unapoingia katika maombi. Biblia inasema Daudi akasema, kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, alafu ninaenda mbele za Bwana, hiyo maombi haiwezi kujibiwa. Lakini Biblia inasema ya kwamba nikiwa na moyo safi niende mbele za Bwana kuomba, na maandiko inasema Bwana atanisikia. Hakika Mungu amesikia, ameisikiliza sauti ya maombi yangu. Kwa sababu gani Mungu anasikia maombi? Ana pay attention in your prayers because you have a pure heart. Kubarikiwa ni wale walio na moyo safi unapoenda mbele za Bwana. Usiende mbele za Bwana ukiwa umebeba vitu nyingi na ukiwa umebeba watu, mpaka unaenda mbele za Bwana kustaki watu. Bwana atukuzwe. Unajua kuna maombi, kuna watu wanaomba maombi, wanaenda mbele za Mungu badala ya kuomba na kuinua Bwana, wanastaki watu wale wengine mbele za Mungu. Bwana wetu ndio sana. Lakini ukienda na moyo safi, Biblia inasema Mungu atasikia maombi katika jina la Kristo Yesu. Haleluya. Ni vyema kudumu katika maombi. Na kitabu ya mwisho inasema ya kwamba Yakobo 5 mstari wa 16 inasema ya kwamba pale ukamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Hapo B inasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. So hii mambo yote na katika maombi yote unaomba, Biblia inasema ya kwamba mwenye haki akiomba anafaa sana, kule kuomba kwake kwafaa sana akiomba kwa bidii. So ni vizuri kuweka bidii katika maombi, ni vizuri kudumu katika maombi. Bwana wetu ainuwe sana. Uzidi kuwa mwenye haki katika hiyo mambo yote. Hizo siri zote nimekufundisha jioni ya siku ya leo. Uangalie, ndio kila ombi utaenda kuomba mbele za Mungu unajibiwa katika jina la Yesu. Haujawahi ona mtu anaomba asubuhi, ifikapo saa 7 amejibiwa ile maombi yake. Bwana atukuzwe. Kwa sababu amejua siri ya kujibiwa maombi. Anaingia kwa maombi kwa imani, anaingia kwa maombi akiwa ndani ya Mungu, alafu anafanya kulingana vile Mungu anavyotaka, alafu ni mtiifu. Kwa sababu gani? Ni vyema unapoingia katika maombi. Biblia kuna mahali inasema that it is good to examine yourself. Ujiangalie wewe kabla ya haujaingia kwa maombi. Jiangalie wewe mwenyewe, examine yourself, then go and pray. Utaona maombi yako ikijibiwa na Mungu. Bwana wetu ni sana. Naomba Mungu akubariki jioni ya siku ya leo. Naomba Mungu akutende mema. When we go to pray, wacha tuangalie hii mambo na maombi yetu itajibiwa katika jina la Kristo Yesu. Nataka nikuombee dakika moja kwa sababu umebarikiwa.
Baba, katika jina la Yesu, twashukuru kwa sababu umetufundisha siri za kujibiwa maombi. Tunaomba Bwana tupatie imani, na kama tumepungukiwa na imani tuongeze katika jina la Yesu. Na tunaomba Bwana kukaa ndani yako na tufanye ile mambo inayokupendeza katika jina la Yesu. Naomba Bwana utusaidie tuwe watiifu katika sheria zako na amri zako katika jina la Kristo Yesu. Na zaidi ya yote Bwana, tunaposimama mbele zako kuomba, tusaidie kusamehe watu mambo yote katika jina la Kristo Yesu. Na Bwana uliye mtakatifu, na utusaidie kuwa na mioyo safi tunapoingia katika maombi. Naombea mtazamaji siku ya leo katika jina la Kristo. Naomba ya kwamba utusaidie na usaidie kila mmoja, kwa maana wengi tumeomba miaka na siku nyingi, bado maombi yetu haijajibiwa. Tusaidie, my God, to examine ourselves in Jesus name, so that our prayers iweze kujibiwa, na Bwana utatujibu katika jina la Kristo. Maandiko inasema that we have confidence that ya kwamba when we pray, ya kwamba utajibu maombi yetu Jehova, katika jina la Kristo Yesu. Tukiomba kwa mapenzi yako utajibu maombi katika jina la Kristo. Naombea kila mtu, my Father, siku ya leo Jehova. Naombea hiyo jamii iweze kubarikiwa. Naombea huyo ambaye ni mgonjwa apate uponyaji wake. Naombea huyo ambaye ako na umasikini uweze kumtajirisha katika jina la Kristo Yesu. Huyo milango yake Bwana imefungwa, na tangaza ifunguliwe katika jina la Kristo Yesu. Huyo ambaye ameashiriwa laana katika maisha yake, naondoa hiyo laana na kunena baraka katika maisha yake. Yule ambaye Mwokozi wetu amekwazwa katika imani na katika nyumba yako, ninaomba Bwana wa rehema, ponya moyo wake katika jina la Kristo Yesu. Naomba ukazidi na kuinua watu wako na kuwatendea mema wote ambao walio chini, naomba wakainuliwe katika jina la Kristo Yesu. Ninakubariki Mwokozi wangu na ninakuheshimu Bwana. Usiku wa leo pokea sifa, tukiombea nchi yetu ya Kenya. Baba, ukaweze kuibariki na kuilinda wakati kama huu. Tunaiombea amani na tunaomba kwa imani ya kwamba nchi yetu inapona katika jina la Kristo Yesu. Bwana, ukatuokoe na mipango yote ya shetani kwa jina lako Mfalme. Tunaombea wote walio katika mamlakani, uwapatie hekima, neema na Roho Mtakatifu wa kutuongoza na kuongoza nchi hii katika jina lako Bwana. Tunaombea kanisa lako katika nchi yetu ya Kenya, Baba, likapate uhai na likapate nguvu na likainuliwe na kuongezeka, na mkono wako uliye hodari uwe juu ya kanisa katika jina lako Bwana. Kila malango ya kuzimu haitaweza kanisa lako. Tunaomba kuinuliwa na tunaomba kupiganiwa kwa kanisa lako Jehova. Wakati wa mwisho kanisa lako limedharauliwa, kanisa lako linanenwa, kanisa lako my Father linatengwa, but we pray dear Father, in this last days the Bible says that the latter church of God itakuwa na utokovu kuliko kanisa la kwanza. Tunaomba ukafike Bwana kanisa lako utokovu wakati wa mwisho katika jina la Kristo Yesu. Tunaomba Bwana ukatuinulie Bwana mkombozi atakaye tutetea wakati wa mwisho Bwana. Naombea kila familia ambaye inaomboleza, ambaye inalia, ambaye inateseka, that your mercy, oh God, be upon them Jehovah. May you comfort them my Father. May you have mercy upon them katika jina la Kristo Yesu. Naombea wale hawajaokoka, I pray for them dear Father, ya kwamba Mungu wa mbinguni uweze kuwatembelea na kuwaokoa kwa jina lako Jehova. Watenganishe na kila maovu, watenganishe na kila dhambi, watoe katika shimo la pombe na dawa za kulevya, mashimo ya immorality, mashimo ya uchawi na uganga, watoe mahali pale Bwana katika jina la Kristo, kwa maana damu ilimwagika pale msalabani, Yesu akasulubishwa ndio tupate wokovu. I declare salvation to each and every family, kwa kila mmoja, kwa wazee na vijana, kwa watoto na wachana, hata kwa wamama, na takasa wokovu kwa jina lako Jehova. Maandiko inasema haungependa yeyote aweze kupotea, lakini wote ungependa wakaweze
tuweze kukuamini katika jina lako Mfalme. Tunakuomba siku ya leo kwa sababu ya kila magonjwa yote yameinuka, yameachiliwa nchi ya Kenya, watu wako wanateseka. Baba wa mbinguni, kupitia mijeledi uliopigwa msalabani, twanena uponyaji katika nchi yetu Bwana. Any outbreak ya magonjwa, any attack of the devil in our bodies, in our families, Lord, we pray total healing katika jina lako Mfalme. May you touch them, oh God, walio vitandani hospitali, walio manyumbani, na tangaza uponyaji na lituma neno lako liweze kuwaponya katika jina la Kristo Yesu. Bwana, pokea sifa Mfalme siku ya leo Bwana, katika jina la Kristo Yesu. Ninakubariki na ninakuinua kwa maana wewe ni mwaminifu. Katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Sema amen. Najua ya kwamba umebarikiwa na Mungu amekutenda mema, atazidi na kukuinua na kukuzidikishia neema kubwa katika jina la Kristo Yesu. Tena majina yangu naitwa Pastor Dohio, na hubiri hapa CFF Church Gikabura, na ninakukaribisha katika ibada zetu siku ya Sunday hapa kanisani kutoka saa 2 tunakuwa na Bible study na intercessory, then saa 4:30 tunaingia katika main service kutoka saa 4:30 mpaka saa 7:30. Na kukaribisha wewe uko maeneo ya Gikabura, maeneo yote ya Dei ya Kiambu County, ninakukaribisha hapa Gikabura CFF katika jina la Kristo Yesu. Na pia ningependa kukaribisha Sunday hii inayokuja ambayo tuko na fundraising mahali hapa. Tuko na maono ya kununua shamba ya kanisa. So tunaita the well wishers, Mungu aweze kuwabariki na kuwasaidia mnaposimama pamoja nasi katika jina la Kristo Yesu. So we welcome everyone in our Sunday services mahali hapa, and then after service we have a fundraising. May God bless you. May God do you good in the name of Jesus. Shalom, shalom, shalom.